Yesu asifiwe sana popote mlipo duniani, watumishi wa Mungu na sana wasikilizaji wa idhaa ya Radio Fortune Africa. Kuna burudani majira haya mazuri kabisa ambayo Bwana Mungu amenipa mimi nawe kuifikia siku hii, siku ya baraka sana. Idhaa hii imetamba katika mitandao ya kijamii. Unapoenda tu ndani ya mitandao ya kijamii tafuta Radio Fortune Africa, unatupata vizuri kabisa. Kipindi ni Mwanga wa Baraka, Jumatatu hadi Ijumaa. Tunashukuru sana, saa 4 mpaka majira yale ya saa 7 za mchana. Siku nyingi sana Misri waliketi wana wa Israeli miaka zaidi ya 400, na katika nchi ya Misri tulikuwa na siku zile zote ambazo Israeli waliketi mikononi mwa Wamisri. Biblia inasema baada ya kuondoka Misri waliketi jangwani kwa miaka zaidi tena ya 40. Kulikuwa ni sehemu ambayo wangeenda siku 11 na kuwa wamekamilisha na kufika katika nchi ya ahadi. Lakini ni kwa nini mambo mengi waliokuwa yakiyasema kinywani mwao yalikuwa yanatimia? Nasema nini? Mungu akusaidie kuitunza na kulinda kinywa chako kila kuchao, na kile usemacho katika kinywa chako kipate ufahamu na nguvu za kusonga kwa hatua zilizo mbele yako. Angalia Mathayo 12:36. Kila neno atakalolinena mwanadamu atatoa hesabu yake siku hiyo ya hukumu. Hii inamaanisha Bwana tusaidie sana, kila tutakalolinena na kulisema mbele za watu lisije likatutia mashakani na katika mateso makubwa siku zijazo. Maana maneno ya kinywa yana nguvu, maneno ya kinywa yananena, maneno ya kinywa yanasikika. Na ndiyo makusudi yangu majira haya ya asubuhi katika habari za ndimi za baraka, ya kwamba uwezo wa kuomba baraka uwe ndani yako. Isiwe unaomba baraka na kile unachotamka kinalete laana. Maana ikiwa unatamka laana na unaomba baraka ni vitu viwili tofauti katika maisha. Kitabu cha Hesabu 14:28 na kitabu hicho cha Hesabu 14:24 na 36, Biblia inasema kila unachokitaja katika majukumu ya maneno yako yatakuwa hivyo, yataonekana hivyo. Maana kila uombacho Bwana atatenda. Israeli katika jangwa, maneno aliyosema mengi yalitimia. Maana tazama, katika jangwa wakasema afadhali tungekufa Misri kuliko tufe jangwani, na yalitimia. Walibaki jangwani wote kwa wakati mmoja pasipo kuondoka katika lile jangwa. Haya ni bayana ya mambo ambayo Israeli waliyanena kinywa chao. Natamani kuanzia sasa na kusonga, kinywa chako kitazame na kutazama na kunena mema, ya kwamba unanena mafanikio, unanena kuinuliwa. Juma hili tumekuwa tukizungumza habari za ndimi na tukitazama sana maneno yatokayo kinywani mwa mtu. Ni kipi anachokisema mtu? Ni kipi anachokisema mwanadamu? Na anachokisema, je, kinadhuru vipi maisha yake yajayo? Kesho yako inajengwa leo, kesho yako inajengwa sasa, na kile unachokisema sasa hivi kitatokea siku zijazo na kinaweza kudhuru pakubwa. Angalia, katika jangwa walilete hofu sana, kulalamika, na zaidi ya yote maandiko yanasema nini? Kitabu kile cha Kumbukumbu 1:2 ya kwamba kila walichokisema jangwani kilitimia. Wengi wao walipokuwa na hofu jangwani na kukosa kuwa na imani ya kwamba Mungu alidhibitisha. Unaona, imani na hofu waliokuwa nayo ilifanya wengi wakabaki jangwani na hawakuona nchi ya ahadi. Waliofika katika nchi ya ahadi ni vijana waliozaliwa katika jangwa, vijana ambao hawakuishi Misri, hawakuona experience ya Misri, vijana ambao hawakuona vile Bwana alivyopigania katika Misri na kuwatoa mikononi mwa Farao. Ndio waliofika katika nchi ya ahadi. Kwa sababu gani? Walikuwa na hofu mno kwa sababu ya safari yao katika safari ya kusonga mbele. Mungu ujibu kila mtu anachokiomba, na kila anachokitamka Mungu usikia, na mbali nayo hata mbingu na ardhi usikia. Natamani katika leo yako itoke mambo mazuri yatakayekusaidia kwa ajili ya kesho yako. Nadhiri na iweka leo nzuri ikusaidie kudhibitikika kwa ajili ya kesho. Nataka uone haya mambo kadhaa yaliyotukia. Jambo la kwanza, Ibrahimu, katika kitabu kile cha Mwanzo 12:7, Mungu akanena na Ibrahimu akamwambia, kizazi
kizazi chako nitakipa ardhi, nitakipa sehemu, nchi nzuri, nchi ya dhamana. Nitaifanya kizazi chako kuwa kubwa. Na Ibrahimu akaamini kwa Mungu, na yale mambo Ibrahimu aliyoamini yakawa yanamulisha na kumtia nguvu kwa ajili ya kesho. Jambo la pili, hata Isaka mwanao Ibrahimu, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 26:3 ya kwamba pia Isaka baba Mungu akamnenea Muumba mbingu na nchi, ya kwamba uzao wako utaongezeka, na yote yakatimia. Unapoangalia kitabu kile cha Mwanzo 28:13, hivyo Yakobo pia na yeye alidhihirishiwa, kizazi chako kitapata haya. Na mwisho unapomwona mtumishi wa Mungu jina lake Musa, unapoangalia kitabu kile cha Kutoka 3:8 ya kwamba ni bayana ya mambo Mungu alizungumza na yakatimia. Nasema nini katika hatua ya neno la Mungu? Jambo la kwanza, tusiwe na hofu katika kumwamini Mungu. Jambo la pili, tusiingishe mashaka katika mambo ya kumwamini Mungu. Na jambo la tatu, tuishi kwa imani na kumwamini Mungu aliyetupa neema, ya kwamba tunaposonga mbele mafanikio yetu ni makubwa, na Mungu anaenda kutufanikisha kwa njia iliyo kubwa na kupendeza sana. Asante. Na hiyo ndio ndimi ya baraka siku ya leo. Jina langu Mathew Ndeva, Radio Fortune Africa, upendo burudani, radio inayekuwa kwa kasi sana duniani. Zaidi ya yote, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na pia endelea kutufuatilia sana ndani ya idhaa yetu. Una Google tu Radio Fortune Africa na unatupata kwa njia nzuri ya kupendeza. Asante kwa wote ambao mnatufuatilia kila kona ya mitandao. Bwana wabariki na watende mema. Langu jina Ndeva Mathew, kipindi ni Mwanga wa Baraka, Monday to Friday, saa 4 mpaka majira yale ya saa 7 mchana. Asante. Bali na hayo, unaweza simama pia na kituo hiki kwa ajili ya kutusaidia kuvuka kufika FM. Natamani kuwa na mtambo wa nguvu transmitter, na iweze kupeperusha na kutupa matangazo yetu kwa njia nzuri ya umbali sana, na itakuwa ni baraka sana ikiwa utanyosha mkono wako na kusoma kituo hiki, na Mungu akubariki sana. Maombi yako na msaada wako na sadaka yako ni baraka kwetu. Till namba yetu ni 456146 456146 na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Lindeni ulimi wenyu.